hii madhara ya hapa mvua ikinyesha kazi yote inafaje? Imesimama. Na siku hiyo tulipokuja hata hii bezi ilikuwa haipo. Maana yake ilikuwa inaonekana na ile kazi hapa ingekuwa sifuri. Yaani kila kitu ingekuwa changamoto kubwa. Lakini leo angalau kidogo inatia moyo. Sasa utafanyaje haraka angalau hizi nguzo zisimame? Maana changamoto kubwa hapa, mvua inaweza ikaja kubwa hapa kote pakaja dimbwi la maji. Huu ni mto mkubwa, Tembe ndio anafahamu vizuri. Tembe sababu amezaliwa huko. Anafahamu vizuri. Hapa anakuja panajaa kabisa. Huwezi kuona hata daraja hili, huwezi kuliona. Sasa utafanyaje katika muda ule ubakia? Kwa sababu tuna mvua za masika si muda mrefu zitaanza. Nini utafanya? Sasa tuna muda wa mwezi mmoja. Lakini kabla ya mwezi mmoja nini kitafanyika angalau hizi kuta zikasimama? Spidi yako ikoje bwana? Tutaweka fomu kwa ajili ya slab deki ya juu. Kwa hiyo tukishaweka slab deki ya juu tunatarajia kumwaga zege ya kuta siku ya Jumatatu au Jumanne. Jumatatu inakuja. Ndio. Ya kesho kutwa. Ndio. Jumatatu au Jumanne. Ndio. Then kwa sababu tutakuwa tushaweka slab kabisa juu, fundi wa chuma za deki ya slab ile ina maana atafuatia. Ndio. So mpaka kumwaga slab ya juu tunataraji mpaka siku ya Ijumaa. Okay. Ya next week, Ijumaa au Jumamosi. Kwa hiyo hizi nguzo hizi haziwezi zikajazwa nini kumwaga zege mpaka tuweke slab juu. Mpaka tuweke slab kwa sababu ya urahisi wa kumwaga. Okay. Yes. Kwa hiyo tuweka slab ina maana watu wanaweza ka move kutoka sehemu ya kwanza kaenda sehemu ya pili kwa urahisi zaidi na kwa usalama zaidi. Kwa Jumanne Mungu akijali tunamwaga slab. Yes. Tunamwaga nani? Nguzo. Tunamwaga nguzo. Maana nguzo kwanza ndio kitu cha msingi sana kwa hapa. Ndio. Kwa hiyo Jumanne Mungu akijalia tunamwaga nguzo mpaka Jumanne. Na mpaka Ijumaa tutakuwa tumeshamwaga slab. Yes. Ijumaa, Jumamosi. Tunamwaga slab. Tuje kupika futari hapa Jumanne siku hiyo. Sawa, nakaribisha. Sawa. Basi mimi nitatoa utaratibu kiwezekana tutatengeneza nini tutafuturu hapa. Sawa. Siku hiyo tushiriki pamoja tunavomwaga. Kwa hapa tunamwaga siku ngapi? Siku moja tu. Siku moja. Siku moja. Kwa hiyo Jumanne inshallah Mungu akijalia. Engineer. Ndio mkuu. Mungu akijalia mimi Jumanne nitakuwepo hapa. Sawa. Nitatoka hapa. Kwa Jumanne nitakuwepo hapa, tutahakikisha kwamba tunafuturu hapa. Mpaka tumemaliza kumwaga zetu tunasema jamani asanteni sana tunaondoka. Wanauza na kombe. Jumanne tuko hapa, sawa? Hakikisheni tafuteni wapishi tunakuja kufuturu hapa. Tunataka tuje kufanya sherehe ya kumwaga hili daraja. Sawa. Kwa hiyo mimi nitakuja hapa siku ya Jumanne. Na mwenyekiti wangu wa chama ni kuombe siku tuje pamoja. Sawa. Kama tulivyofanya sehemu zingine maeneo mengine na hapa tuje. Tunahakikisha hizi nguzo zimefaje? Zimekaa. Hichi ndio kilio chetu hapa. Yaani hichi kuja hapa kwa sababu ndio kilio kikubwa cha kata ya Mafizi. Hata ufanye ubora gani kule mbele ya safari. Kitomondo isipokamilika hakuna maana yoyote. Sawa? Kwa hiyo Kitomondo hapa ndio ugonjwa wetu mkubwa sana. Na mimi ndio nitagharamia iftari. Sawa engineer bwana. Sasa maana yake ni nini? Hawa watu wako wakupeleka siku ya Jumanne kwenda kumwaga lazima wakae site. Kwa sababu na mimi ni fundi. Sawa. Hii kazi hapa sawa? Ndio. Ya kukamilisha hizi kama watu wasipokuwa serious Jumanne utasema kazi hatujamaliza hapa. Simeelewa? Mimi ni mtaalamu. Na nikija huku mara nyingi huku huwa sije kuangalia nakuja kukagua. Sawa? Nilikuwa nakuja kule nilikuwa naangalia hata hiyo deki. Ndio. Tulikuwa tunatengeneza daraja la Korogombe, mwenyekiti anafahamu. Injinia mwanzo kaambia daraja liko chini ya kabisa. Ndio. Tukamwambia sasa daraja hakikisha kwamba una raise. Mtitani. Sanga nani upo? Injinia nani upo wapi? Langai upo. Unakumbuka ile daraja Korogombe? Kaambia injinia wakati nikamwambia pandisha. Ndio aliokoa ile daraja lile. Sasa maji yakaja kwa nini? Otherwise ilikuwa mvua ikinyesha japo tumejenga maji yalikuwa yanapita juu. Kweli. Sawa? Kwa hiyo Jumanne tutakuja. Sasa nani mkandarasi cha kufanya hapa hakikisha watu wako hapo site. Kama nguvu ndogo ongeza nguvu. Sawa. Ili mradi Jumanne yote tuje nini? Tuje site hapa wote. Sawa? Tuje site hapa tutakuja kukaa pamoja hapa. Kwa hiyo lakini Jumanne hatuwezi kumwaga hapa hizi nguzo kama hii kazi ya hapa ya formwork haitokamilika. Sawa? Ndio. Kwa lazima nini? Ikamilike. Yaani engineer, tuna uhakika daraja likinanili maji hawezi kuvuka. Kuhusu calculation zilizofanya consultant, maji hayawezi kuvuka tena. Maji hayawezi kuvuka tena. Ndio. Maana hatuwezi kujenga daraja afu baadaye maji nini? Inakuwa sababu hapa usifanye mchezo masika hapa. Yaani hapa maji yanayopita hapa ni hatari. Ni hatari kwa sababu yote ni wageni. Yaani wewe engineer inawezekana mimi niko natafuta ile video ambayo nilirushia hapa wakati masika maji yanapita.
Maji yanayopita hapa si mchezo. Labda na jambo lingine, Mheshimiwa Mbunge, hivi mkandarasi wakati tunaelewa hizi nyingine maana na uhakika kama mvua ikija, haya madude yakiwepo wapi, yale mawe na nini, maana yake yatakuwa ajwa. Sio vizuri hapa, itakuwa ajwa. Kwa hiyo kama mwezi mmoja uliobakia, kwa spidi ambayo anazungumza Mheshimiwa Mbunge, mimi ina picha nimetumiwa juzi nayo hapa, picha hapa ya juzi. Kwa hiyo tukiongeza spidi hapa tutaokoa, kinyume na hapo tutapata hasara. Maji yanayopita hapa hayana mfano katika maeneo ambayo yanabeba maji mengi, ni hapa. Kwa hiyo nafuni ikiwezekana, injinia au mkandarasi, angalia kule katika maji yanapokuja, huu utoro wa maji sasa tukoweka, tujiridhishe. Sawa? Kama maji mengi yatakuja, yataingia katika ile shimo kwa ghafla, hatujui nini kifanyike, kama kuweza kuongeza embankment ya huko kwanza kwa ajili kuzuia maji faje yasiingie au vipi. Hiyo nyinyi mtaangalia nyinyi wataalamu. Tunachotaka nini sisi, kazi sifaje isiathirike. Maana tusije siku nyingine sema mbona sasa mheshimiwa maji yameshaingia hapa tuweze kufanya hilo. Kwa kweli hatulihitaji, kwa sababu hapa watu wameshateseka sana, na bahati nzuri Mheshimiwa Rais ameshaingiza fedha. Tumemwomba fedha, ameingiza fedha. Kwa lazima tuone value for money inapatikana kwa kuhakikisha kwamba hii kazi inaenda vizuri. Kwa hiyo Jumanne sisi tunakuja hapa. Kipindi cha mvua uwaga hatuendagi, hatuvuki kwenda huko. Manake mtu akubebe uende ng'ambo kwa pesa. Kwa hiyo sisi tunakwenda huku, mfano kama unatoka huku unaenda Mafizi, manake huwezi kwenda bila kubebwa hapa. Pikipiki ibebwe kwa pesa. Hata 10,000 anamvusha mtu mmoja. 20,000 yani watakavyotaka, kwa sababu maji yanajaa mengi. Hii sehemu sumbufu inaweza kujaa maji hapa kuanzia saa 8 mchana mpaka kesho akafika mpaka saa 6 mchana. Ni maji yanayotumia umbali mkubwa sana, lakini ukija kuchukulia hata wao wakandarasi wenyewe ufanyaji wa kazi ulikuwa ni mdogo sana. Sababu mkandarasi toka mwezi wa 8 mpaka leo hii imekuwa kidogo, kasi yake ni ndogo, na ndio. Lakini hapa nje tunaombea hii mvua zionyesha juzi mjini kidogo zimeafadhali, huko hazijanyesha, zingenyesha hii kazi ingebaki. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba Mheshimiwa Mbunge aendelee kutushikilia na kuwashikilia wajamaa kwa kazi, bila hivyo itakuwa hii kazi haiishi. Na mvua za hapa mara nyingi wakandarasi hawazijui. Wangelikuwa wanazijua basi ili daraja wangelitengeneza kwa haraka sana, kwa sababu maji yanayojaa hapa ni mengi. Na maji yanajaa muda wote. Sasa mvua sio za kunyesha hapa kwetu. Mvua zinazonyesha huko Chole, mamilimani, kwa ndio unakuta huu mto unajaa. Kwa hiyo ukijaa tunakuwa sisi hatuna namna, wa huku na wa huku. Kwa kweli tunazidi kumwombea mbunge wetu aendelee kutupambania ili daraja liweze kutengenezwa kwa haraka. Lakini kusema ndani ya mwezi mmoja ili daraja, sijajua kwa kasi yao, lakini wafanyaji kazi kwa hapa ni wachache. Wangeongezeka kidogo, wangeongeza hata watu, kwa sababu wangeongeza watu kasi ingekuwa kubwa na leo lingeisha mapema, kwa sababu toka mwezi wa 8 kwa daraja hili kwa ujuaji wangu na ufanyaji wangu wa kazi sehemu nyingi, hii daraja mwezi mmoja, miezi 4 mitatu ingekuwa lishaisha tayari. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.